الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الصابرين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، علما بأن التقوى هي السبيل الوحيد المنقذ صاحبه من النار يوم القيامة. Ndugu zangu Waislamu, na husieni nyie pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha na kumwogopa Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa, wallahu azza wa jalla kataba ma yajri ala al-ibad min aqdar qabla an yakhluqahum fi butun ummahatihim. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Ndugu zangu, hutuba yetu ya leo ni mwendelezo wa hutuba zile ambazo zimepita katika aksamu as-sabr. Tulizungumza nyuma katika vigawanyo vya subra, ni mwanadamu kuwa na subra katika aqdarillah almu'lima, kuwa na subra katika kadari za Mwenyezi Mungu ambazo zimekupata wewe, ambazo kadari ambazo nyingine almu'lima ni zenye kutia machungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika ma yajri ala al-ibadi, ameandika yale ambayo yanawapitia waja min aqdari, katika kadari, kabla an yakhluqahum fi butuni ummahatihim, kabla Mwenyezi Mungu hajatuumba katika matumbo ya mama zetu, tayari alishatuandikia kwamba wewe fulani utaishi hivi, maisha yako kuanzia kuzaliwa kwako mpaka kufa kwako utaishi hivi, wataka hutaki, ndiyo kadari ya Mwenyezi Mungu imepanga hivyo. Kila mmoja hapa ataishi namna ya Mwenyezi Mungu alivyomwandikia. Kadari ya Mwenyezi Mungu huwezi kuiepuka. Kadari ile ikawa ya kheri kwako wewe au ni ya shari, lazima mwanadamu usubiri. Aliyoyafanya yale si mwingine ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliyoyafanya yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumesoma katika hadithi, mwanadamu anakuwa nutfatan siku 40, kisha anakuwa mudghatan siku 40, 80 hizo, kisha baada ya hapo anakuwa alaqatan, pande la damu, siku 40, siku 120 hizo zikitimia, anatumwa malaika kwenda kwa kiumbe kile kumuandikia akdari zake, muda wake, riziki zake. Hakuna mwanadamu yoyote ataweza kuzuia riziki ya mtu, hapana. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye ataweza kuzuia ambalo Mwenyezi Mungu amelipanga limkute mtu fulani, hapana. Kwa hiyo yote yanayotupata sisi wanadamu, ikiwa ni katika nafsi zetu, ikiwa katika mali zetu, ikiwa katika watoto wetu, ikiwa katika vyeo vyetu, basi yote hayo ni qadari min aqdarillah, katika kadari ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziandika, amezifaradhisha. Mwenyezi Mungu ili akuangalie subra yako ikoje unapopatwa na maradhi ambayo ni katika hiyo mitihani. Maradhi yale lazima ukubali mwanadamu, maradhi haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo aliyonipa. Usiteteruke
na ukenda ukamuasi Mwenyezi Mungu, fulani ndio amenisababishia. Hapana, huyo fulani kama yeye ni sababu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka. Mwanadamu halikupati la kukupata ila Mwenyezi Mungu amelikadiria hilo, na halikukosi la kukukosa ila Mwenyezi Mungu amekadiria hilo likukose. Hakuna mwanadamu anaweza kumzuru mwenzie, labda Mwenyezi Mungu atake, ni katika kadari yake. Hadithi tuliyosoma ya Abdullah bin Amr ibn al-As, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliandika makadiri ya wanadamu wote kabla ya kuumbwa katika matumbo ya mama zao zaidi ya miaka 1050. Manake sisi sote tuendeshwa na remote ya Mwenyezi Mungu. Hakuna atakayekwenda anavyotaka yeye. Mwenyezi Mungu kama amekuandikia hatua zako ni 2000, haizidi hata hatua moja, utaondoka. Mwenyezi Mungu riziki yako ameandika hivi, utapata hiyo hiyo Mwenyezi Mungu alokuandikia, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuandika makadiri ya wanadamu wote. Kwa hiyo makadiri yetu sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaandika kabla hatujaumbwa miaka 1050. Hivyo ulivyo unavyojiona hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu ametaka uwe hivyo, na mwingine vile alivyo ndivyo Mwenyezi Mungu ametaka awe hivyo. Mwanadamu ukiona mwenzio ako hivi, wewe likawa la kuchukiza lile, tayari waingilia mipango ya Mungu. Mungu ndo alotaka yule awe vile, Mungu ndo alotaka huyo awe bilionea, na Mungu ndo alotaka wewe uwe fukara. Hizo ni akadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zinapokupata mwanadamu, ikiwa kadari ile ya kutia machungu, maradhi, hali mbaya, mara nyingine mtu aweza kupitia hali mbaya za kimaisha mpaka akasema afadhali nife. Kuwa na subra. Yule alomfanya yule akawa bilionea ndio yule alakufanya wewe kwa hali hiyo. Kuwa na subra, Mungu akuona. Kwa hiyo katika ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaandika na ameyafaradhisha kabla ya kumuumba mwanadamu au kumpa sura, al-ibtilaat, mitihani wa masaibu wal akdari al-mu'lima. Mwenyezi Mungu ameweka mitihani na akadari ambazo zenye kutia machungu, alladhi takaw alayhi fi hadhihi dunya, akadari ambazo huwa zamtukia mwanadamu katika haya maisha ya duniani. Lengo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liyamtahina sabarahu wa radhahu wa ridahu, ili Mwenyezi Mungu akupe mtihani, akuangalie utasubiri vipi. Na je, ule mtihani aliyokupa Mwenyezi Mungu ikiwa wa maradhi, lanabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali walanfus wathamarat, lakini wabashiri sabirin. Hali yoyote inayokupitia wewe ikawa ya kuhuzunisha, kuwa na subra. Mungu ndio aliyoandika yale, sio mwingine. Usende kwa waganga, usende kwa fulani amenifanya hivi. Hapana, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa na imani, kuwa na istaqim, kuwa na istiqama. Qul amantu billah thumma istaqim, muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kuwa na istiqama. Mungu ndo alokupangia hayo, halikupati la kukupata ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka. Lengo lake Mwenyezi Mungu kutupa mitihani hii ili kutuangalia subra zetu ziko vipi, na vile vile Mwenyezi Mungu asikie tadarruhu, ule kunungunika sisi kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu unapopatwa na mitihani, Mwenyezi Mungu njia aliyoyeta kwamba wewe urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitihani ile yeye ndo aloileta, maswaibu yale yeye ndo aloyaleta, maradhi yale yeye ndo aloyaleta. Usende kwa mwingine. Ule kukiri mwanadamu kwamba mitihani hii, maradhi haya ameniletea Mungu, na ukashukuru, tayari Mwenyezi Mungu anakuridhia vizuri kabisa, wewe ni katika waja wema kabisa. Lakini usije ukapata maradhi, ima ni ya njaa,
ima ya kufiliwa, ima ya kuunguliwa, ima ya kitu chochote kile, ukatetereka. Hapana, rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mzungumze na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio atakuondolea misiba ile. Fama asaba al-abd lam yakun liyukhti'ahu, kile ambacho kimempata mja, ikiwa ni maradhi, ni matatizo, hayakuwa yale yamkose, Mungu kashayapanga yakupate. Wama akhta'a, na yale ambayo yamemkosa, lam yakun liyusibahu, hayakuwa ni yenye kumpata, Mungu hakupanga yakupate. Mnaposafiri baadaye kila sehemu mkapata ajali ukatoka mzima wewe, si kwamba wale ni wapumbavu. Kaa mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amepanga wale ili ajali iwapate na waondoke, lakini Mwenyezi Mungu amepanga wewe ili ajali isikupate na ubakie. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapopata matatizo, mitihani, maradhi, kufiliwa, kila jambo ambalo litakuhuzunisha wewe, basi ujue Mungu amelipanga hilo. Mungu akutaka wewe urudi kwake, ujue yeye ndio alolipanga hilo, na hakuna wa kuliondoa mwingine yoyote ila ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد، فقد فاز المتقون. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي، وارض اللهم عن السبتين الجليلين الشهيدين الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.